Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Siku ambayo EU wameiteua au wameliprint jeshi la mapinduzi ya Kiislamu la Irani IRGC kuwa shirika la kigaidi. Nimelieleza kiasi kupitia YouTube, lakini nitalizungumza kwa kina pia kupitia jukwaa hili ambalo ndio jukwaa huru zaidi ambalo ninazungumza kwa kina zaidi. Lakini kuna taarifa ya Trump kuweka vikwazo kwa Cuba, na taarifa ambayo Trump anasema ataweka ushuru wa 25% kwa nchi yoyote duniani ambayo itaonyesha usaidizi wa namna yoyote kuisaidia Cuba ili iweze kujinasua kwenye hili, hasa akizionya wakati ule unajua ilikuwa Venezuela ndio ikisaidia Cuba kwenye mafuta, lakini Mexico imekuwa ikisaidia. Sasa anaonya kuwa nchi yoyote itakayoisaidia hii Cuba tutakutana nayo na tutaiwekea vikwazo au tutaiwekea ushuru wa 25%. Unapata mamlaka, unapata madaraka na unakuwa na nguvu ambayo unaitumia isivyo. Hivi katika maisha yetu ya kawaida, kila mmoja wetu kwa nafasi yake alionayo na kazi ambazo sisi tunazifanya, unajua katika kila kazi ambazo zinafanyika, hata kwa sisi mmoja baada ya mwingine, kila kazi ina sehemu ambayo kuwa kama itatumika tofauti itamuumiza mwingine. Askari nafasi yake akiamua kuitumia kwa kutumia mamlaka yake ya askari ataumiza wengine. Daktari akiamua kuwa lazima wagonjwa wangu wanilipe kiasi fulani, hawataki siwezi kuwahudumia, ataumiza wengine. Hali kadhalika vyovyote, hata kama ni usafiri wa umma, vyovyote kwa mtu yoyote mwenye nafasi yake popote, kama ataamua kuitumia tofauti, ile nafasi itaumiza watu wengine. Sasa leo hii tuko kwenye ulimwengu wa ajabu kabisa. Tuko kwenye ulimwengu wa ajabu na wahovyo ambao mamlaka zenye nguvu zinatumia mamlaka zao kwa ajili ya kuadhibu na kuumiza wengine kwa sababu tu wana hiyo nafasi na hayo mamlaka wanayo. Sidhani kama inakubalika kiuhalisia. Leo hii nimezungumza mara kadhaa kuhusu mfano maandamano ya Irani na kile ambacho kimeimbwa sana kuwa Irani serikali mbaya, raia hawaipendi, serikali inaokandamiza raia, serikali imeudondosha uchumi, serikali imefanya kila kitu. Ni sawa. Hayo yote yanazungumzwa, ni sawa. Serikali imejaa ufisadi, ni sawa. Hilo mnayoyasema. Lakini serikali hii mbona inaonekana kutafuta suluhu ili iweze kuondoa malalamiko ambayo nyinyi ulimwengu wa magharibi mnayaona kwa Irani? Serikali inajaribu kutafuta suluhu la kuwapa nafuu raia wake ili waondokane na kadhia inawakabili. Kwa nini nyinyi mnaziba njia ili serikali isiweze kutimiza malengo ya kuwawekea maisha bora raia wao? Halafu wakati upande wa pili mnajinasibisha kuwa nyinyi mnawahurumia sana hao raia na mnawatetea hao raia. Mbona uhalisia haulingani na kile ambacho mnakifanya? Kwa sababu matendo yenu ni tofauti kabisa na kile ambacho kinaonekana. Kinachoonekana, nyinyi mnachuki na wale raia wote wa ile nchi. Nyinyi mnachuki na wale watu kuishi. Nyinyi mnachuki tofauti na kile ambacho mnakimaanisha. Kwa sababu kama kweli nyinyi mngekuwa watetezi wa hawa raia, basi nyinyi mngekuwa sehemu ya msaada ambao hautoathiri moja kwa moja maisha yao. Lakini nyinyi mmekuwa sababu ya wao kufanya au kuathiri maisha yao wao moja kwa moja tu, kwa sababu nyinyi hamzipendi au hamuipendi serikali ya nchi hiyo. Sasa hili la Irani unaliona linakwenda kuzalishwa tena kule Cuba, kuwa hakuna nchi yoyote inapaswa kuisaidia Cuba kwa hivi sasa. Na kama hiyo nchi itatokea kutaka kuisaidia Cuba, basi hiyo nchi tutaiwajibisha. Maana yake Cuba iende ikatumbukie na iangamie kabisa. Ndio lengo letu, kufitinisha utawala, kufitinisha mamlaka na raia wake. Kwa nini
mfitinishe utawala na mamlaka pamoja na raia wao, ambapo kuwa wao sio kwenu. Sasa hili ndio unaliona kwenye Cuba. Kwa hiyo hili ndio linaakisi kile ambacho nilikizungumza mchana, au nilichokizungumza mapema kule YouTube, nikawaambia kuhusu uamuzi wa EU kuweka shirika la, yani kulifanya IRGC kuwa shirika la kigaidi. Nadhani hii taarifa niliwahi kuwapenyezea kabla ya siku 3 nyuma hivi. Nilikuwa nimewaambia huu mpango ulivyo, na nikawaeleza kuwa huu mpango ni moja ya mipango ya hovyo sana, ambao umejaa double standard ya ajabu kabisa na ya uongo kabisa, kwa sababu EU wamekuwa manamba wa hili swala. EU hawakuanzia hapa. EU baada ya mashambulizi ya Marekani na Israeli mwezi Juni, EU waliamua kusudi, wakakutana wale wanaitwa E3, wakakutana E3 katika mkutano wa pamoja dhidi ya kuishinikiza Irani iweze kukubaliana na matakwa yao. E3, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, hawa ni E3 ambao walikaa wakakubaliana kuweka shinikizo zaidi kwa Irani, katika kitu ambacho mimi nimewahi kuambia hapo nyuma. EU wanafahamu fika kuwa tunachokifanya sio halisi, lakini mara zote wamesimamia kufanya kile wanachokifanya, kwa sababu EU hawakuchukua hatua yoyote wakati Marekani amevunja mkataba. Wakati Marekani amejitoa kwenye mkataba na Irani, EU hawakuiwajibisha Marekani, wala EU hawakwenda kwa Marekani kumwambia kwa nini umejiondoa kwenye mkataba. Lakini EU walitaka kumwajibisha Irani kuheshimu mkataba ambao Marekani hayupo, mkataba ambao tayari umeshavunjwa, mkataba ambao tayari Marekani kajiondoa na karudisha vikwazo kwa Irani. Lakini EU walitaka kuilazimisha Irani iendelee kuheshimu na kutii makubaliano ambayo kimsingi hayapo. Yani nilishawahi kuwapa mfano. Umeenda kurenti nyumba, umerenti nyumba, kabla ya mkataba wako hujamalizika, mwenye nyumba kasema kuwa siwezi kuendelea na wewe na mkataba na wewe, kwa hiyo naomba nyumba yangu nirejeshe na wewe utoke kwenye nyumba. Kavunja mkataba na wewe kwenye nyumba umeshaondoka, lakini bills za nyumba zinazokuja wakati huo, mwenye nyumba anakulazimisha endelea kuishi kwenye mkataba ule ule, kwa sababu bili za nyumba zinakuja, unatakiwa uzilipe. Lipa umeme, lipa maji, lipa usafi, lipa kila kitu zinazokuja. Sasa naendelea kulipa vipi bili hali ya kuwa mimi si mpangaji tena, kwa sababu wewe ndiye ambaye umeuvunja mkataba? Yani kama mimi ningekuwa nimevunja mkataba, ningepaswa kuheshimu makubaliano kwenye mkataba mpaka pale utapomalizika. Lakini mimi si katika waliovunja mkataba, isipokuwa wewe ndio umeuvunja huo mkataba. Kwa nini mimi nilazimishwe kuheshimu makubaliano ya mkataba? Hiyo ndio lilopo kasa na double standard za EU. Double standard za EU, nimesema juzi kuwa, au niliwaambia kuwa jana kuwa taarifa ya awali ilichapishwa na Iran. Mamlaka za Irani zilichapisha taarifa zikasema kuwa waandamanaji kadhaa ambao wameuawa kwa kupigwa risasi ni risasi zilizotengenezwa Israeli. Mamlaka ya Irani ilisema hivyo. Unajua dunia ya leo, na ndio maana mara kadhaa huwa ninapenda kuambia mfano, unaona kama migogoro ya Sudani, tunapiga kelele kila siku, tunaimba mgogoro wa Sudani hauishi, sijui mgogoro wa wapi Kongo haumaliziki. Ulimwengu wa leo, yani kitu kidogo, yani unaweza kusema kipande kidogo cha silaha kikipatikana, kipande kidogo cha chochote kikipatikana, kinajulikana hii ni brand ya wapi. Hii ni brand ya wapi. Ndio maana nawaambia mgogoro wa Sudani ni mmoja ya migogoro miepesi zaidi duniani kuiamua, kwa sababu silaha zinazofanya vita ya Sudani zinatoka wapi? Zinajulikana, kwa sababu ukishika tu hivi bunduki utajua hii bunduki na imezalishwa nchi gani. Ukishika kombora lile, ukishika mabaki ya risasi utajua hii ni risasi imezalishwa kwenye nchi gani. Kwa hiyo kama tuna lengo la kumaliza huu mgogoro, tunaanza na huyu, imekuwaje silaha zako zimekutwa kwenye mgogoro huu, wewe unahusika na huu mgogoro. Lakini hawataki kwenda kugusa sehemu ambayo ndio itatoa suluhu, wanaenda kugusa sehemu ambayo sio kabisa, ili wajaribu kupata uhalali wa vitu vingine. Ndio mnarudi kwenye ile kauli ambayo huwa nakwambia kuwa vita zote ni biashara. Kwa hiyo watatoka kwenye biashara yao ikiwa hivyo wataona kuwa, kwa sababu biashara yao itapotea. Lakini wanajua kuwa kila kitu ambacho wanakifanya kiko wazi. Sasa kama
silaha zinajulikana zinatoka nchi fulani, kwa nini hiyo nchi isiwajibishwe? Kwa nini nchi hiyo isichukuliwe hatua? Matokeo yake wanaenda kuwekewa vikwazo wengine kabisa ambao hata ukiesi hawahusiki. Ndio hili ambalo Irani wanasema kuwa waandamanaji wetu waliouawa, tunatoa risasi, tunakuta risasi ni made in Israeli. Sasa shirika la habari la Urusi TASS lilithibitisha hizo taarifa, na uchunguzi lililofanya likathibitisha ni kweli kuwa baadhi ya waandamanaji wamekutwa na risasi ambazo ni made in Israeli. Lakini EU kwa undumila kuwili kwao na ukipofu wao, no, tunakwenda kuiwekea IRGC vikwazo, au tunaenda kuiwekea IRGC, tunateua kuwa linakuwa shirika la kigaidi. Unajua tafsiri ya kuwa shirika la kigaidi? Shirika la kigaidi manake kuwa malengo yako yanakuwa ni target. Mfano, Marekani kabla hajaenda Venezuela, kwanza aliteua ile jopo lote, wakasema ni shirika la kigaidi. Akaiteua serikali jeshi la kigaidi la Venezuela. Tukisha teua vile, unajua ukisha pigwa lebo ya ugaidi, uhalali wa wewe kupatwa na lolote unakuwa halali. Ndio maana Israeli na EU wanaposema Hamas, Hezbollah ni makundi ya kigaidi, hawahojiwi na yoyote kwa kifo cha mtu yoyote ambaye anakuwa ni mwanachama wa hayo makundi. Yani hakuna mahojiano yoyote yakiwa. Kwa nini? Sasa wanapokupiga lebo kuwa wewe ni gaidi, ni lebo ambayo inamaanisha kuwa tunaweza tukachukua hatua zozote dhidi yako. Sasa jeshi la nchi IRGC, jeshi la mapinduzi, jeshi ambalo ndio muhimili wa utawala wa Irani, limeteuliwa na EU kuwa shirika la kigaidi. Katika kipindi ambacho EU imekutana mara nyingi zaidi Brussels wakibishana kuhusu kuweka vikwazo kwa Israeli, wanasema kuwa no, jeshi la Israeli halipaswi kuwekwa kama kundi la kigaidi. Licha ya uthibitisho kwa mashirika mbali ya kimataifa, mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika ya binafsi, mashirika yote duniani yanathibitisha uhalifu unaofanywa na Israeli kule Gaza, lakini no, EU hawawezi kuweka lolote, isipokuwa EU wanaweza kuweka vikwazo kwa IRGC. Sasa hili ni kama vile onyo alilolisema waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi. Anasema huu ni uamuzi wa hovyo sana ambao EU watakuja kujutia. Inawezekana kwa sababu jana nilizungumza kidogo kuhusu mfereji wa Hormuz. Unapozungumza usalama wa nishati duniani, theluthi moja ya nishati duniani ambayo inapita kwenye mfereji wa Hormuz, usalama wake, 85% ya mafuta ya Iraki, 35% ya mafuta ya Saudia, 27% ya mafuta ya Imarati, na asilimia kadhaa za mafuta ya Bahreni pamoja na nchi zingine ambazo ziko pale. Unapozungumza usalama wao kuweza kufikia masoko ya kimataifa, hauwezi kuondoa uhalali na uwepo wa utulivu unaofanywa na IRGC. Uwepo na utulivu wa nishati theluthi moja, ambapo kuwa kama IRGC watasema tuivuruge Hormuz, basi matokeo yake yatakuwa ni mabaya zaidi. Sasa EU wanateua mlinzi ambaye ndio anasimamia usalama wa nishati duniani, theluthi moja ya nishati, asilimia 20 ya LNG inapita pale. Halafu unateua kuwa eti msimamizi wa hilo eneo kuwa ni shirika la kigaidi kwa vigezo ambavyo umeviteua wewe, kwa vigezo ambavyo umeviweka wewe, kwa kuamua kuwa hawa wameua waandamanaji. Hawa katika kipindi ambacho wanakuthibitishia, yani IRGC wanatoa ushahidi kuwa hapakuwa na maandamano ambayo mnaita maandamano. Kulikuwa kuna vurugu, kwa sababu maandamano ya Irani niliwahi kusema yalikuwa siku 3 za mwanzo, na rais wa Irani Masoud Pezeshkian akasema kuwaambia waandamanaji kuwa mnayo haki na uhuru wa kuandamana. Akaviagiza vikosi vya usalama kutoa usaidizi wa usalama kwa waandamanaji. Wakasema wasidhuriwe na waachwe watekeleze haki yao ya kikatiba. Wakati huo rais akasisitiza vyombo vya ndani kushughulikia au kusikiliza madai yao na kuyashughulikia.
alisema wakati huo rais. Na hata mwisho wa maandamano rais alisema kuwa waandamanaji wenye madai yao wanayo haki ya kuendelea na maandamano, lakini waende kwenye viwanja vya wazi vilivyoteuliwa ambavyo vinajulikana, waende Waka Express. Unajua katiba zote duniani ambazo zinaruhusu maandamano, hata kwao Marekani, hata kote Ulaya, kwa mujibu wa katiba maandamano ni haki, lakini kwa mujibu wa katiba huwezi kufanya vurugu katikati ya maandamano, au maandamano hayakuruhusu kuchoma mali, maandamano hayakuruhusu kukanyaga haki za wengine. Yani huwezi kwenda kuidai haki yako kwa kuminya haki za wengine kwa kisingizio kuwa mimi nadai haki. Kwa hiyo kwa sababu kama mimi nadai haki, ninayo haki ya kukandamiza haki. Kama mimi nadai haki, ninayo haki ya kupora haki. Kama mimi nadai haki, nina haki ya kuchoma mali ya mtu. Kama mimi nadai haki, ninayo haki ya hakuna haki ya kudhulumu haki ya wengine. Haki zote zinalindwa kwa mujibu wa sheria na katiba. Sasa maandamano ya Irani yalikuwa ni maandamano ya haki ambayo yanaungwa mkono na serikali ya Irani. Lakini lilipokuja swala la mashambulizi, lilipokuja swala la mauaji, lilipokuja swala la kuchoma, lilipokuja swala la kushambulia, hii haki inaondoka. Haki yako inaondoka baada ya kuingilia haki za wengine, kwa sababu haki yako iko pale kulinda haki yake, lakini haki yako inapoingilia haki za wengine inakosa uhalali wa kuwa haki, inapotea. Sasa yale maandamano yalikuwa ya haki, na mamlaka za ndani za Irani zikaunga mkono maandamano ya haki, zikaonyesha kweli. Na hata mimi nilizungumza nikawaambia, hebu angalieni maandamano ya Irani yanavyofanyika, maandamano ya haki ambayo yameepusha. Mara ya kwanza kabisa niliwaambia katika zile siku 3 za mwanzo, nikasema haya maandamano yameepusha msuguano wa moja kwa moja, kwa sababu hatuoni waandamanaji wakishambulia mali, hatuoni waandamanaji wakichoma, hatuoni waandamanaji wakifanya vurugu zile ambazo hazikubaliki, vurugu zile kubwa hazikubaliki. Wamekuwa hawafanyi hivyo. Lakini baadaye maandamano yakageuka kuwa maandamano ya mauaji, maandamano ya vurugu, maandamano ya uporaji, maandamano ya uchomaji. Yaligeuka moja kwa moja. Nikasema uhalali wa maandamano unaondoka. Ikisha kuwa hivi, uhalali unaondoka. Hata zile mamlaka, unajua, mfano nitakwambia, polisi duniani, inawezekana kuwa sisi polisi wetu wanakile wanasema kuwa ni usalama wa raia na mali zao. Sawa, ni usalama. Jeshi ni usalama kamili wa mipaka. Sasa pale athari inapoanza kwenye nchi yoyote, kutakuwa na tishio la usalama wa raia na mali zao. Pale tishio linapokuja la usalama wa raia na mali linapokuja, polisi inaanza kufanya kazi yake. Lazima itekeleze ile ajenda yao ya kuwa usalama wa raia na mali. Ndio kilichofanyika ndani ya Iran. Lakini EU wanasema no, sisi tunachokijua kuwa jeshi la mapinduzi ya Irani limewaua raia. Lakini serikali ya Irani inajaribu kuonyesha kuwa jamani, ni kweli, hii hapa tumewaua hawa hapa, walichokuwa wanakifanya hiki hapa, kwa ushahidi huu hapa wa CCTV vizuri kabisa, tumerekodi matukio kutoka mitaa mbalimbali. Hawa wanaoitwa waandamanaji walichokuwa wanakifanya ni hiki hapa. Kwa nini nyinyi hamtaki kuangalia wale walichokifanya? Mmelazimisha tu kuwa kile ambacho nyinyi mnakiamini na kile ambacho lengo lenu limekuwa. Sasa hii kauli inashindana na kipi ambacho alikisema kansela jana. Niliwaambia Friedrich Merz kuwa utawala wa Irani uko katika kipindi ambacho siku zake zinahesabika. Ndio maana mimi niliwaambia kuwa hawa Ulaya, Marekani, wana itilafu nyingi, wanaitilafiana kwenye mambo mengi. Kama sasa hivi kwenye swala hili imekuwa gumu. Jana Uingereza walikuwa wamekwenda kufanya makubaliano na China ya kibiashara, lakini ni juzi tu EU wametoka kwenye makubaliano na India kwenda kutafuta soko jengine, ambao niliwaambia katika kipindi ambacho EU wamekaa miaka 19 hawataki makubaliano. India alikuwa akiyataka makubaliano, lakini walikuwa hawataki makubaliano. Baada ya kuwa wako kwenye maji ya shingo kabisa, Marekani amewakalia kooni, hataki kuwasikiliza wala hayuko nao, na wanakiri kuwa Marekani anawaminya, wanakiri kuwa wanatafuta mbadala wa hilo, wanakiri kuwa hawako kwenye nafasi nzuri na Marekani, na wanakiri kuwa uamuzi wa Marekani dhidi ya Ukraine, wanakiri uamuzi wa Marekani dhidi ya Greenland sio haki kwa sababu uko kinyume cha sheria, lakini wanaungana na Marekani kwenye uamuzi huo wa kuikandamiza Irani katika kipindi hicho, katika upotevu huo ambao. Kwa hiyo
kuna ile double standard ambayo nimekuwa nikizungumza. Hii ni double standard, yani undumila kuwili. Yani double standard ni tafsiri ya kuwa undumila kuwili. Yani mtu anaamua kuwa ndumila kuwili, yani kuwa kesi hiyo hiyo moja, yani mtu yule yule kaiba kuku anafungwa miaka 5, huyo kaiba kuku anasamehewa katika njia zile zile, na yani kile. Sasa hii ndio inaitwa double standard. Kwa nini tusitoe hukumu moja katika nadharia moja, kuwa utaratibu wetu unatuonyesha kuwa mwizi wa kuku atafungwa miaka 2, utaratibu wetu unatuonyesha mwizi wa kuku atafungwa miaka 2, haijalishi huyu mwizi ameibia wapi, kwa sababu ikithibitisha anafungwa miaka 2. Kwa nini utaratibu wetu ugeuke kuwa mwizi wa kuku huyu atafungwa miaka 2, halafu huyu mwizi wa kuku atasamehewa? Kwa nini utaratibu ubadilike? Hilo ndio ambalo linalokuwa ni double standard, ambayo ulimwengu umekuwa ukitembea kwenye double standard, ambayo mimi ninaizungumza mara kadhaa. Sasa EU wanaipiga sanction au wanaita IRGC kuwa shirika la kigaidi. Nimesema hii ni hatari sana kwa utulivu wa masoko duniani, ikiwemo masoko ya mafuta, kwa sababu IRGC wanaweza wakaondoa jukumu lao la usalama wa mafuta katika Hormuz. Wanaweza wakaondoa. Halafu kwa sababu wao unatuita gaidi, na sisi tutajaribu kupambana. Niliwahi kulizungumza, nadhani mwaka juzi mimi nilizungumza hili swala, kuwa tumekuwa na shida, na hii niliona baadhi ya nchi za Afrika kuwageuza wapinzani wa nchi kuwa magaidi. Nilisema ni kosa. Usimpe title kubwa. Ukimpa title ya ugaidi, ni title kubwa ambayo atageuka kuwa gaidi kweli. Kule Msumbiji kulikuwa kuna matatizo, na yale matatizo ya Msumbiji yalianzia kwenye uwekezaji. Nadhani niliwahi kulizungumza kipindi cha nyuma. Watu wa kule majimbo yale yaliokuwa na gesi, ambao makampuni makubwa ya magharibi yaliingia kufanya uwekezaji wa gesi, kiuhalisia watu wa maeneo yale waliondolewa na ahadi za serikali. Serikali haikuwalipa. Iliwaambia kuwa nyinyi haya maeneo yenu yenye thamani na uwekezaji mkubwa, watu walikuwa ndio maeneo yao ya urithi, mashamba yao, familia zao, kila kitu kilikuwa hapo, ndio walikuwa wakiishi hapo. Sasa wakaambiwa mnatakiwa muondoke kwenye hili eneo. Kwa familia zaidi ya 500 zilihamishwa katika lile eneo, kwa ahadi kuwa nyinyi mlio katika haya maeneo ndio mtakuwa kipaumbele cha kwanza baada ya mradi kuanza, kuwa watoto wenu wataajiriwa, nyinyi mtapata ajira na huenda mkapata fidia kiasi. Watu hawakulipwa, wakaamua kushifti, kwa sababu kwa kukubali kuwa tunapata uwekezaji, tunapata maendeleo, tunapata kila kitu. Baada ya serikali wale watu kushifti, kuondoka, kilichotokea baada ya makampuni ya kimataifa kuanza kufanya kazi Msumbiji, wale wenyeji hawakupewa chochote walichoahidiwa, isipokuwa kukawa kuna makundi ya wafanyakazi yanatoka kwenye maeneo mengine yanapelekwa kwao. Makundi mengi yanatoka miji mingine na mpaka nchi zingine wanakwenda kuajiriwa. Kwa hiyo wale waliondolewa hawakupewa tena kile ambacho walikuwa wameambiwa. Ikawa hasira ya kawaida ya wale watu wa maeneo yale, ndio wakaanzisha uasi walianzisha uasi wa kuanza kupambana. Wakasema kuwa tunahujumu hii miundombinu, kwa sababu hii miundombinu ndio iliyosababisha sisi tuondoke kwenye maeneo yetu katika kipindi ambacho tuliahidiwa kuwa sisi tutapata chochote na familia zetu, vijana wetu wataajiriwa katika project hizi ambazo zinakuja. Msumbiji ni eneo ina hazina kubwa sana ya gesi kwa kiwango kwa makampuni makubwa Shell na makampuni Total nini yamefanya uwekezaji mkubwa wa mabilioni na mabilioni ya dola. Uasi ukaibuka huko Msimbo da Playa, mnakumbuka kule kilichotokea na miji ya pembeni. Mnakumbuka ule uasi wa miaka kama 4 imepita, mpaka kuvurugika kabisa kule Msumbiji, ile hali ilivurugika. Lakini ule uasi ulitokana na ahadi zilizowekwa na serikali kwa watu wake na kushindwa kutekelezwa kwa ahadi. Matokeo yake sasa serikali ya Msumbiji badala ipambane na kile ambacho inajua kabisa sababu ya hili, ikawa print wale watu kuwa hawa ni magaidi, wametoka sijui nchi gani, wamekuja kufanya nini, ikawa print. Matokeo yake ikawa nini? Ukawa ugaidi kweli. Matokeo yake watu wakaanza kupambana kwa njia ile ile ya ugaidi, kwa sababu walipigwa lebo kubwa ya ugaidi, hali ya kuwa wao hawakuwa magaidi. Walikuwa ni upinzani tu ambao ulikuwa unahitaji ukae kwenye meza na utatuliwe yale matatizo, kuwa jamani bana mlicho sawa, tumefanya mistake, sasa tuna clear hiki kitu, njooni tukae hapa tumalize. Lakini wao baada ya kulitatua wakaenda kulebo. Walivyoenda kulebo, wakaenda kulebo kuwa hawa ni magaidi. Matokeo yake ugaidi ukazalishwa na ukawa ugaidi mkubwa sana.
Rahby Digital, haki na ukweli.